Afisa ngazi ya juu wa Iran ametoa onyo kwamba serikali iko tayari kwa vita vya muda mrefu na Marekani, na ameashiria kuwa iko tayari kuendelea kushambulia nchi za Ghuba ili kuwashawishi wahamasishe Rais Donald Trump asitishe vita. Onyo hilo limetolewa katika mahojiano na CNN mjini Tehran na Kamal Haraz, mshauri wa sera za nje katika ofisi ya kiongozi mkuu wa Iran, ambaye amekataa mazungumzo ya kidiplomasia kwa sasa na akasema vita vitaisha tu kupitia maumivu ya kiuchumi, akiashiria serikali ya Iran kuendelea na vita kwa muda mrefu dhidi ya Marekani. Sioni nafasi yoyote ya kidiplomasia tena kwa sababu Donald Trump amekuwa akiwadanganya wengine na kutotimiza ahadi zake, na tumepitia hili mara mbili wakati wa mazungumzo kwamba tulipokuwa tukifanya mazungumzo alitushambulia. Hakuna nafasi yoyote ya diplomasia isipokuwa shinikizo la kiuchumi litakalosababisha hadi nchi nyingine zitaingilia kati ili kuhakikisha kusitishwa kwa uvamizi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran, akipendekeza kwa nchi za Kiarabu na Ghuba na nyingine zinatakiwa kuweka shinikizo kwa Marekani ili kumaliza vita. Hii vita imekuwa ikitoa shinikizo kubwa, shinikizo la kiuchumi kwa wengine, kwa upande wa mfumuko wa bei, kwa upande wa ukosefu wa nishati, na hivyo ikiendelea shinikizo hili litajenga zaidi, na kwa hivyo wengine hawana chaguo lingine ila kuingilia kati. Tangu Marekani na Israeli walipoanzisha vita hiyo, Iran imeshambulia nchi nyingi katika Mashariki ya Kati. Tehran inadai inalenga maslahi ya Marekani katika nchi za Ghuba, lakini majengo ya makazi na viwanja vya ndege pia vimekuwa vikishambuliwa mara kwa mara. Mashambulizi ya Iran yametumia udhaifu wa biashara ya nishati duniani, ikiwemo miundombinu na njia za usafiri wa baharini, usafiri wa meli kupitia mlango wa Hormuz, na bei za mafuta zikipanda zaidi ya dola 100 kwa pipa siku ya Jumatatu. Inakadiriwa kuwa 20% ya ununuzi wa mafuta duniani umevurugwa na mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, takriban mara mbili ya rekodi iliyowekwa wakati wa mgogoro wa Suez wa mwaka 1956 hadi mwaka 1957 kulingana na data za kihistoria kutoka Rapidan Energy Group. Si tu kwamba vita vimevuruga mtiririko wa mafuta kutoka eneo hilo, bali pia vimeondoa kabisa uwezo wa ziada ambao kwa kawaida hutumika kama kinga dhidi ya mfumuko katika masoko ya nishati. Msemaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC alisema Jumapili kwamba Iran imetumia 60% ya nguvu zake za kivita kushambulia vituo vya Marekani na maslahi ya kimkakati katika eneo hilo.